shabiki wa Simba Sports. Tunazungumza naye baada ya mchezo wa jana kumalizika pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa, mnyama Simba akipata sare ya 2-2 dhidi ya Esperance de Tunis. Nini maoni yake, kwa sababu mengi ambayo yalizungumzwa baada ya mchezo huo kumalizika? Tunazungumza naye hapa, atueleze kwa upande wake kitu gani ambacho atakizungumza. Kisugu, uko vizuri? Niko vizuri, lakini kikubwa lazima niseme ukinikumbusha siku ya jana, kwa maana kwamba unarejesha machungu yale ambayo jana yalitukuta. Kimsingi lazima niseme moja katika siku ambazo mimi nitaweka katika historia zangu za Simba kupata maumivu makubwa, basi ilikuwa siku ya jana. Kuna namna ambavyo tumekwenda kupoteza mchezo wetu dhidi ya Esperance ya Tunisia. Kikubwa ukiachilia matokeo, tunachokiamini watu wa Simba, ukubwa wetu unapatikana katika mashindano yanaandaliwa ya shirikisho la soka barani Afrika, kwa maana ya CAF. Mwaka jana tu tumetoka kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Tuliamini mwaka huu tutakwenda kuanza vizuri Champions League. Lakini baada ya kuingia Champions League mwaka huu tukacheza mechi 3. Hatukupata matokeo, kwa maana tukuvuna pointi yote katika mechi 3. Tukaamini mechi ya jana ni do or die. Tukaamini mechi ya jana kun fayakun. Tulichokiamini hususan wana Simba, walichokiamini hususan wachezaji wa Simba, walichokiamini management ya Simba, mechi ya jana tunakwenda kufufua matumaini ya kuelekea Champions League. Lakini kwa bahati mbaya, kilichosikitisha zaidi, lazima tukubaliane na matokeo ya football. Ukiingia katika football lazima ukubaliane na matokeo ya nini? Ya mpira. Yale yalotokea jana, mimi naamini kwamba ni matokeo ya mpira. Binafsi kama Mikoi Kisugu, sina sababu yoyote ya kumlaumu katika ile mechi ya jana, isipokuwa napokea matokeo ambayo yalitokea. Mnapata ushindi kwenye kipindi cha kwanza, magoli yote yanarudi kwenye kipindi cha pili. Kisugu, kwa jicho lako kitaalamu ukiangalia football ina vipindi viwili. Ndio. First half, second half. Lazima tukubali kitaalamu, first half sisi tulicheza vizuri kuliko Esperance ya Tunisia, na ndio maana kwamba tukapata nini? Matokeo. Second half, Esperance ya Tunisia walicheza vizuri kuliko sisi, na ndio maana wakapata matokeo, wakasawazisha. Na lazima tuamini system ya football, system ya Simba jana second half ilipotea baada ya mwalimu kufanya sabu ambazo si za kitaalamu, wala hakukaa kuzifikiria kufanya zile sabu. Baada ya kumia Nangu, baada ya kutoka Yusuf Kagoma, lazima tukiri kwenye midfield ya Simba kuna ubunifu ulifanyaje? Ulipotea. Moja katika viungo wazuri ambao mimi binafsi nawakubali, Nabi Kamara. Uzuri wake Nabi, pindi endapo timu inavyokwenda kushambulia, lakini timu sio hapa ambapo unakuja kufanyaje? Kudefense. Ni mzuri wa kuchezea mpira, kudrive mpira, lakini sio mzuri kwenye nini? Kwenye kufanya covering. Lazima tukubali alipoingia Nabi Kamara, pale katikati ikawa kidogo pamefanyaje? Pameyumba. Kwa bahati mbaya zaidi game kaja kuimaliza Alassane Kante. Siwezi kulaumu. Najua kwenye mpira kuna makosa yanatokea kama mchezaji. Baada ya ile goli kupata goli moja ya Esperance ya Tunisia, mimi naamini mioyo ya wachezaji wa Simba ilikuja ikafa kimekuja. Kwa binafsi lazima niseme ni matokeo ya mpira, tayari imeshatokea, hakuna namna. Kikubwa moja katika nyakati ambazo Simba tunatakiwa kushikamana katika hizo nyakati ngumu. Tumeshapoteza matumaini kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Maana yake tunakwenda kumalizia mechi ni mradi tufanyeje? Zikamilike. Hatuna matumaini tena ya kwenda robo finali. Lazima tuzungumze kweli. Kwa focus ya Simba, nguvu za Simba tuweze kurudisha kwenye ligi ya NBC ili kuhakikisha mwakani tunarejea tena kwenye mashindano ya klabu bingwa barani. Kuna watu wengine wanalaumu wachezaji, kuna wengine wanalaumu viongozi. Pengine wewe kwa kwenye hilo unaweza kuzungumzia? Ni mitazamo ambao mimi binafsi kwa siku zote naheshimu sana mitazamo ya watu. Leo hii Alassane Kante anafanya kosa la kimchezo, wapinzani wanakwenda kupata goli. Mimi Kisugu na nishawishi nikamtukana mwenyekiti wa Simba, nikamtukana mwenyekiti wa bodi Clatous Magori, kwa sababu Alassane Kante amekosea kupiga pasi. Inaingia akilini? Kuna muda, kuna vitu lazima tuvizungumze. Tusiogope kuitwa machawa, tusiogope kuitwa kunguni, tusiogope kuitwa wachumia tumbo. Wako watu kwa makusudi wanakuja kutengeneza taswira ndani ya Simba isitawalike. Na hiki kitu ambacho tunachokiona katika macho yetu, tusipokikemea, mimi naamini kwamba Simba haitakuja kutawalika. Kweli? Kama tunaamini
Mchezaji wa Simba akafanya kosa, Simba ikaenda kuadhibiwa, tunakwenda kupiga viongozi. Maana yake hata huko baadaye Murtaza Mangungu akiondoka, akija kiongozi mwingine, Simba ikikosea, nani tutakwenda kumpiga? Maana yake Simba itatawalika. Kuna muda lazima hivi vitu tuvikemee kwenye football. Mpira unauma Kisugu. Yes. Watu wameumia. Wachezaji wa Simba wamelia jana kwa matokeo yale. Management nao wameumia. Mashabiki wameumia. Lakini lazima tukubali matokeo ya mpira. Leo hii haiwezekani jambo hili lililotokea Simba. Likitokea Tanzania tunapiga viongozi, likitokea Manchester United tunasema this is football. Likitokea kwa Barcelona this is football. Kwa Simba kwa hivyo wamekosea wale. Yes. Watoe maoni yao, wazungumze, wasiingiane maungoni. Ni shida. Hata katiba nchi haiwezi kukuruhusu. Niwaombe sana jeshi la polisi wachukue hatua kali kwa wale watu ambao walifanya vile vitendo. Tunaona mpaka klabu imezungumza kile. Wafanye jeshi la polisi wazuie, wasije kuruhusu kwenye mpira vitu vya ajabu viingie. Mimi siamini kama Murtaza Mangungu ataitawala Simba maisha. Naamini leo yupo, kesho yupo, atakuja mwingine. Tukiachia vitendo hivi na mwingine atakuja atafanyiwa na mwingine atakuja atafanyiwa, Simba itakuwa itawaliki. Na kuna wengine wameenda mbali wakasema kwamba wanamshauri mwenyekiti aachie tu ngazi sasa hivi. Mtazamo wake mwenyekiti. Akiamua anaweza akaamua yeye mwenyewe. Lakini maamuzi ya mtu binafsi mimi naingiliaje? Wewe sasa kwa maoni yako ukitazama na ile kwa maoni yangu mimi ninachokiamini, mpira una matokeo. 1998 wewe wakati huo bado Bayern Munich, Manchester United, dakika ya 89 Bayern Munich anaongoza goli 1-0. Taribo West anasimama pale kitasa anamaliza. Manchester na wale kuna shosha. Manchester na Paul Scholes. Golini na Peter Schmeichel. Manchester United imetimia, Bayern Munich imetimia. Golini kuna mtu mmoja anaitwa Oliver Kahn mikono 100. 2 minutes goli 2. Manchester United, Bayern Munich analia hii. 2 minutes. This is mimi naamini mpira na matokeo. Lakini jana ukiangalia na ninachokijua, management ya Simba walifanya kila ambacho kinastahili kufanywa kwa upande wao. Nao naamini yale players walipambana. This is football. Mpira una matokeo mama. Hakuna timu ya mpira duniani inaweza kukupa burudani muda wote. Haipo. Timu kubwa hizi kuna muda zinapanda na kuna muda zinashuka. Na wewe hatuwezi tukakuona ukimlaumu Kante wala Kamara kwenye matukio ambayo yatokea. Kuna muda napaswa kulaumu na kuna muda napaswa kukubali. Ulifanyaje sasa baada ya jana ile kutokea kwenye mchezo jana? Nilikubali na matokeo na nikaamini tayari mwaka huu tumeaga mashindano ya bingwa bana Afrika, hususan maeneo ya robo. Na nikaamini kwamba mechi zilizobakia twende tukamalize ratiba. Ndicho ambacho nilichokiamini. Kwa namna yote football unaweza ukasikia Simba akashinda mechi zote 2 na unaweza ukasikia Simba akafungwa mechi zote 2, pia unaweza ukasikia Simba amesuluhu mechi zote. Ila sio kumuona Simba kienda robo finali. Ni maajabu. Kilichobaki ni maajabu kweli. Lakini nendeni mkawaambie. Simba ipo na itaendelea kuwepo. Sisi mpaka tunaikuta Simba, maana yake wazee wetu walivumilia na walipita katika nyakati ngumu. Watu hawajui hilo, walikuwa hawajazaliwa. Naogopa sana wana Simba wanaingia kipindi cha Kagere na Ukwi. Waliamini kwamba Simba hii haiwezi kupoteza. Mimi naamini, chukua nafasi. Niwaombe sana wachezaji wa Simba. Huu si wakati wa kuinamisha vichwa chini. Ni wakati wa kunyanyua vichwa na kwenda kuipambania Simba. Wao ndio wanajeshi. Mashabiki wa Simba wakiwa wanalia, wao lazima wakae watafakari namna ambavyo wanakwenda kuuzima vilio vya wana Simba.
Leo hii ona cha ajabu. Watu jana wametoka wamemshika nguo mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu. Sasa rejea second half. Yusuf Kagoma anafunga goli la pili. Nitafutini video wale watu walikuwa wanamlaumu mwenyekiti. Walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanashangilia. Wakati wanashangilia mwenyekiti nani? Mangungu. Watu ajabu. Ndio mpira. Hauna rafiki wa kudumu wala na adui. Kizungu, mmejiandaa kuishi kwa namna gani sasa na watani zenu ambao tayari wao wana pointi 4 na wana pointi 5 na wana nafasi kubwa, pengine tunaweza tukasema kwenda kwenye hatua ya robo finali kwenye klabu yetu? Kwanza sisi maandalizi yetu tumwangalie mtu. Maandalizi yetu tunaandaa kuona namna ambavyo vipi tunarejea kwa nguvu kubwa kwenye ligi ya NBC. Na ndio maana niko mbele hapa maiki nazungumza na kuomba wana Simba. Naamini tumeumia. Na naamini mpira unafanyaje? Unauma. Na inawezekana wale wengine waliofanya vile vitendo hawakukusudia kwa sababu tu damu zimechemka na ndio maana wamekwenda kufanya vile vitendo. Lakini niwaambie katika kipindi ambacho Simba inahitaji umoja, ushirikiano na nguvu katika kipindi kigumu kama hiki. Kwenye muangalia watani zenu nini wanafanya? Hatuwezi kuangalia. Waende wasiende robo finali. Mimi mjomba wangu ana mwanawe mmoja alikuwa anaitwa Kazibule. Ndio. Jina lake hilo? Yes. Kazibule. Kazibule. Maana yake Kazibule, unaweza ukafanya kazi kubwa mno ukajiona mimi napata mafanikio lakini mwisho wa siku hakuna ulichokipata. Unamaanisha kule? Nimesema sisi Simba tutaendelea kupambana kwenye jasho na damu, tutaendelea kuisupport timu kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya vizuri kwenye ligi ya NBC. Nimeelewa. Kuna ujumbe gani kwa wana Simba? Kwa sababu sasa hivi wengine hawaelewi nini. Kwanza niwaombe sana. Support. Niwaombe sana wana Simba. Tunahitaji sana umoja. Tunahitaji sana ushirikiano. Mimi naamini kama nilivyosema awali, siku zote katika kipindi kigumu ndio kipindi ambacho kinahitaji mashirikiano. Najua kila mmoja anaumia kwenye nafsi yake kwa haya matokeo, lakini hakuna namna. Mwisho lazima niseme this is football. Asante sana.